Ni Baba, katika jina la Yesu alakiwa bisada amen Yesu Kristo, tunakushukuru kwa uaminifu wako. alagiel mitkuta uba inasanku, tunakuita maana wewe umejawa na nguvu. anjuko viye kuko fargogin dulla ko khachie, achilia neema tunaposikia neno lako. emidan girita de kujine ko yokash, nena nasi katika kupitia sauti tutakayoelewa. alanyiga yeditale afnyiki malaka lulle ni ekinasata, fanye kazi kubwa de ko uji gutwanu ya kukomboa na kuponya. Giri ale hemidaba maaska ekautama ninasoka katika jina la Yesu. Na amen Yesu Kristo. Na kuamini pamoja na mtumishi wako kumuombea. Ale gelmitu nyokolo ni yoba mako ndeni neema na nguvu za Roho Mtakatifu. Ale gelmitkuba fargogin nasi kwa sababu wewe ni Jehova. Nyika yetu kuna wa kutoka. Jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Kila mmoja aseme amen. Amen kia lulkuno. Nataka kukaribisha Askofu Saitoti atuletee neno la Bwana. Ale magudo askofu ali yanormaina galaka jawabanto. Tumpigie makofi anapokuja. Nataka nishukuru sana uongozi wetu wa ale kangiri yele metingia kagala ya gelmito lunie chini ya arau wetu. Ale girgal me arau ga mi metijoka Daktari Silvana Sinyaga magiri akimale daktari aliyeta kwa sababu ya maandalizi ya crusade hii ambayo imefana sana. alelo arginle lola yetek sumida na climax yake ikawa ni kwa harusi kubwa ambayo imefanyika hapa. ale biga natakana ke asana umnyaram kunwa barma yolga Matendo ya Mitume 4 kengala alfimi afur 11 mpaka 12. afur gar to mantigide ataka ik to mantigide anama. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa. Muine maere gali halulle kasikadeka na ninyi waashi. ale itini alugi imu igidaimu kielalo. Nalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Gal kinala te gal giri war giri bas in gadie giri wabas in yalka. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Kwa maana hapana jina jingine chini ya bingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Mstari wa 30 inasema, ukinyosha mkono wako kwa kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahala pale walipokusanyika pakatikiswa. Gal afana alnaga ito lulumba imeta wagi mesiteka wote wakajawa Roho Mtakatifu. Gal kinala lulle wazin wagi tukhochi wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Gal girkada wagi tatkiri ijena talak apunte dijume. Hilo ndilo neno ambalo ninatamani nishiriki na kila mmoja wetu ambaye ako hapa. Kana yu ala yala itinu ba yuigetia. Na ninataka nielezee mambo machache ambayo tumeambiwa kwenye andiko hilo. Maneno ambayo yanahusiana na Yesu mwana wa Mungu. Yesus Kristo na ni vizuri hata mtoto ambaye awaye yuko hapa asikize vizuri. Kwa sababu katika Matendo ya Mitume 3 muujiza mkubwa ulitendwa na Petro na Yohana kupitia kwa jina la Yesu. Na jambo hilo halikufurahisha viongozi wa nyakati hizo katika maeneo hayo.
Kwa hivyo wazee walikusanyika Karu woluga ime wol arge. na wakapanga wawakataze Petro na Yohana na Yakobo kuhubiri kwa jina la Yesu. Ala gal kirka wol arge khaye wol gaye kiya. Hatala ke dame Petro ba Yohana galla den wage di yana alko ake den wage di min gali. Lakini watu walileta fujo kwa sababu ya mambo hayo. Ala gala giri purna yala giri mi Petro den wage don siya. Galla shalal khaye de yude giri qaru wadan. Kwa sababu watu walishuhudia kiwete ametembea kwa jina la Yesu pekee. Ala giri rayala wasga yer rayala bel giri magri in manaye munika magas manaye makinala dosele. Huyu kiwete alikaa katika hekalu. Makinala orkhamle arge ali berka bade ite bila foye ite Pale malangoni. bila foye ite Na alizidi kuomba hela ala magir kayelle barle alla yedela barle bire rogonmo kwa watu wote waliopita pale. kala lulala kana nata muimbire rogonmo. Kwa hivyo community nzima ya maeneo ya Yerusalem walimjua. Ala galgir Yerusalem lulemo nagir malay ma barle ala ito bire rogon yelle wujile bire tam rogon ala gasni anni siyat khamana. Najua hata wewe unaweza kuwa unajua mtu mmoja ambaye ni kiwete. Alga urtkun wala ma alga madle gasman kha giri hat barle tale rogon ali joha ga ito alga ito. Ama unaweza kuwa unamjua mtu ambaye amekatwa mguu. Alga mauba alga kuni ok galika samuria ba le sala ito. Ama mtu ambaye hasikii. Alga mauba e mamali ne mana ba le sala ga ito. Ama mtu ambaye haoni. Mauba alga bima ga arginya ba le sala ga ito. Mambo haya ni mambo ambayo yanapatikana kwa kila community. Les nini alini ga man ga les dulle e ga ito. Na mzee huyu alijulikana vizuri sana na watu. Ala kharsi nala kiri alla kutok asman nala mala dulle yo. Kwa hivyo alipopona Ala kiri mizanzia alishuhudiwa na watu wote. gal kutoka muarge muela na bana dudie. Kijiji kizima kilielewa, ama watu wa familia hiyo walielewa hivyo. Eme lullada bana gana arge yate na ba inasate. Inawezekana hata wewe ushaijua mtu ambaye ni mgonjwa na amepona. Alkhauba itinuba ma alkhaya bash die takana mizanda khauba ite argiye. Na hiyo ni jambo ambalo linakuwa ni dhibitisho kwa watu wote. Kinale dewo ke gatana magala argita galan malsi. Na kwa sababu hiyo ni vizuri kuelewa jinsi huyu kiwete alivyotembea. Ale damare dakana ma griele in manaya doseden. Watu wote waliona ametembea. Gala lule griele bila khana mo argro mo eshigiya. Wamama na wazee waliona hiyo. Wakashangilia wakasema Mungu yuko katikati yetu. Kwa sababu mara nyingi miujiza na ishara zinadhibitisha uwepo wa Mungu, kama vile tulifundishwa hapa siku ya kwanza. Na kwa hivyo watu wote walishangilia. Lakini pia kuna watu hawakufurahia. Wakasema watawakataza wasihubiri kwa jina la Yesu. Ninashukuru sana mkutano tuliofanya jana na wazee. Wazee wa kijiji ya Ileret wa kabila ya Dasanach. Kwa kauli moja walikubaliana kanisa liendeleze habari ya Yesu katika maeneo haya. Na wazee wa Ileret, Mungu awabariki sana. Kwa sababu hamjakataa jina la Yesu. Kwa kauli moja mumekubalia watoto na wamama watambue jina la Yesu. Na ikiwa wazee wamekubali,
Umba kana in qaru ije muni. Ni vizuri hata watoto na wamama wachukue jambo hili kwa moyo mkubwa. Hati kida kinala ila kude ne wage ije ikiri nikini khauba. Galgiri gaski choko hiyo lugu kuto khauba tikine ne wage ije. Maana jina la Yesu halina msaa. Ne wage tala menji wage tala ya anga satana giri purne keti ay gateman balule. Alikataliwa na watu mara ya kwanza. Mukuli aro muaf aro khobe gali dide. Lakini Petro anashuhudia mahali tumesoma. Petro alkatuela hada bana muidudie. Hatimaye alifanyika jiwe la pembeni. Hate warate wae ma dolo e walga soya bas war bas in yalaye. Jiwe la msingi. Wat summi la khaye. Na Petro anasema hivi. Petro atalaye. Mstari wa 12. Tomon ana matalamuye. Wala hapana wokovu katika jina lingine la wae lote. Ema nini men wal ije kha amedate du icho khayeman ambalo linaweza kuleta wokovu hapa duniani. Ema nini galat wala ije ni wato lesara galat khasisuha. Na ni vizuri kwa wale ambao wameokoka na wale bado hawajaokoka. Sikia hii tafadhali. Ninakuambia sikiza hii. Hakuna wokovu katika jina lingine lolote. Inawezekana kuwe na majina matajika. Pengine hata katika kijiji hiki kuna lile jina linatambulika sana. Kuna jina la familia ambalo ni tajika hapa. Lakini Biblia inasema jina hilo tajika maeneo haya haiwezi kuleta wokovu. Ale warga wale teke menyu ba analo ba kana mala tu ba gali ono galles garga ono wa men kinala hadini iyan khasulo khaman ar mala khataka wa mama na wazee na vijana na watoto walio hapa ego ila ara umnigidikha kama kuna jina ninaomba mlishike bila msaha ni jina la Yesu. Ale men sum yupero milabichi jiratu yupero kai men Jesus Kristo ni jina ambalo limebeba nguvu nyingi ndani yake. Ni jina ambalo limetukuka juu ya majina mengine yote. Jina la Yesu sio kama jina la kiongozi awaye yote. Jina la Yesu si sawasawa na jina la baba yako. Na hata wakati tunaposikiza habari ya jina la Yesu, tunastahili kunyamaza na kusikiza vizuri nini jina hili linaweza kufanya. Na ni vizuri kuelewa ni katika kuamini jina la Yesu pekee ambapo wokovu unapatikana. Unaamini jina la Yesu katika moyo wako. Na sikiza hii, mambo ya kuamini Kristo Jesus Kristo ni uamuzi wa moyo wako wewe mwenyewe. Ni wewe unaamua katika moyo wako ya kwamba utapenda Kristo Yesu. Yesu anaanza kukufanyia kazi wakati umefanya ile inaitwa uamuzi wa kibinafsi. Hauokoki kwa sababu wengine wanaokoka. Unaokoka kwa sababu umeamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Na ukiamini katika moyo wako ya kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu,
dagiri wagu bagal giri kufeka goro yega de cheka lolo cheka kisha unakiri na kinywa chako. ala nalaka kaskuba kuri ikichela kuri ikinasata. Biblia inasema unaokolewa. ala warga wageza teke ya waga ikopisi cha ikoriana. Na ni vizuri pia nikuambie, ala ubeta ngelo keti yoke wokovu si mbinguni. wagi yeleke urwagi muni Hautaokoka wakati umefika mbinguni. okay ala yu aseme yu urwagi sele yu wagi yele ya muni. Hautaokoka kwa kuombewa baada ya kufa. eke yu agiri kufran giri yu body kilo kagaje wagi bitegi wagi yele ya muni. Hautaokoka kwa kukiri Maria. eke yu wagi yele Maria la minalugele Yesu Kristo dalele yu bita kuri cheka taka heki nale ijen muni. Hata Maria humuita Yesu tu. Maria tule kuri bibelatoa ingatu wagwe bene Yesu Kristo bebene Yesu Kristo bibisia. Hata wakati divai ilisha Kana ya Galili, hata wakati divai ala agiri karali agiri Yesu Kristo igala tagetia iliisha kule Kana ya Galili, giri eri gideka Maria alimwambia watu, Maria gala geche enendeni mkafanye vile Yesu atawaambia. Maria giri Yesu jelia gala geche kia seni agiri Yesu Kristo yela gala geche muye. Hata Maria anamtambua Yesu. Maria intule Yesu. Hata Muhammad anamtambua Yesu. Muhammad kaya Waislamu gala makina gala betauba Yesu Kristo. Hata Qurani inasema ya kwamba mtu awaye yote Muislamu lazima ataje Yesu ni Bwana kabisa. Warga dir Quran Waislamu ataleche mala kiri lulle kiri wala Muislamu kata Yesu Kristo waga ona pamoja. Kwa hivyo dini zote dunia hii, Waga lulle la sala ijoga dini ambazo ni tajika na zile ambazo si tajika, waga matkala waga Yehova waga milaba wanatambua Yesu pekee ndiye aliye na wokovu. galkiri Yesu Kristo takamle iya galnain inwe ijani me ijani kutwaga. Na usiku wa leo ninatangaza hata hapa Ileret, Ale surela atala Yesu Kristo atala yuga ogo. hapana wokovu katika jina lingine lolote. Nini dae takaga itoka man. Hakuna jina la rais, hakuna jina la mfalme ambalo linaweza kuleta wokovu duniani. Kia men mal lesbeki yara iyan khasira kia ya men chief men iyan khasira ya alnaga man. Jina ambalo linaleta wokovu ni jina la Yesu mwana wa Mungu. Men let iyan khasira kaya men Yesu Kristo kiri mivel wagieta. Yesu pekee ndiye aliye na nguvu ya kuokoa. Yesu Kristo taka main pargogin mala kirian kaga. Na ni ombi letu kwa injili hili la Ileret, Ala kale wabisan kundo dagiri net ilerietala. awaye yote atakayemwamini Kristo, awaye yote atakayemwamini Kristo. Magiri Yesu Kristo iyata. Tutulie tuachane na mambo mengi. Magiri la metega la sene. Ela makiso ala na iye ele neko. Habari hii ni tamu kuliko hiyo inaendelea huko. Eya luko ingeto menyi dia maiga la sana na lume. Tunasema jina la Yesu likiitwa mahali, Yesu Kristo kali men waje kali almarta gabi khata. linaleta mabadiliko. Men kilala wala Allah nyokasida. Na hiyo ndio tumesoma mstari wa 30. Ekinala in khalaf kiri tomana sedaka gatwe. Baada yao kutishwa, Ala kiri gal bir kisia gal mugal de toke dia. na nguvu za wanadamu na za mashetani, Farko kinalu kiri gal gaito karamala. Biblia inasema wakakusanyika pamoja, Wagana teke galgirka lulla ari tigro lugaimi. wakali jina la Yesu, Galgirka me Jesus Christos vi. wakamuita Mungu kwa jina la Yesu, Galgirka waqta me lekibi. wakamwambia angalia matisho yao. Ale galgira ke bakala ya mu birkisi lama me lenye kitatola dash. Jinsi wanavyotutishia Gala annanye nyumye datoke satana dash. na kutuhimiza tusihubiri katika jina la Yesu Kristo. Irike ya gala de wage dimi jagatala. Na Biblia inasema walipoomba, Ale wagana teke gala le wag bitaka. walipoomba kwa jina la Yesu, God me wage tala bitaka. walipoomba kwa jina la Yesu Kristo. God Jesus Christo dalu Yesu ke ya dali bitaka. Na ninataka nitangazie hata wale wote ambao wameokoka kwenye crusade hii, Ala kana denyela amen ko wagi te ko waga yimacheran lulbe denyela itini aligete. baada ya kuokoka Ala
gir wagi cheka baada ya kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Jesus Kristo kuri icheta ujieti ku wagalaika. ni vizuri kujifundisha tabia ya kuomba. Ale etak mila kiri Jesus Kristo hukumle kuri ukibibisa toka. Kuomba ni kuanza kuzungumza na Mungu wako. Wabisaneleke yo wagol kecho. Na kuzungumza na Mungu hatuzungumzi kupitia kwa manabii. Wagol kenyeke ya dagal kiri beti rafareda alakana na tayamuni. Hatuzungumzi na Mungu kupitia kwa rosari. Wagol kecho yeke ya salaba yeke ura Jesus Kristo alui fakana gatulu kwa batalakana na tayamuni. Hatuzungumzi na Mungu kupitia kwa mazingaumbwe. Yeke ya wewe wagol kecho tauba atkana ya lule galita kwa ikat alakana na tayamuni wagi yana namuni. Hatuhitaji wazee speciali wa kutusaidia kufika kwa Mungu. Yeke ya karun kiri sum galat midaba karunagal wagol ikisagal wagale sasa yamuni. Tunazungumza kwa Mungu kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Moja kolgetu waka Jesus Kristo kirvel wagi atele kolgetia. Jina hilo ukilitaja, Menya luk Jesus Kristo lela kuri bija kataka. unapoomba, Kiri kuru wa bibisatwa. linakupatia mshikamano pamoja na Mungu Baba. Menkinale echiran tauba inasa no koshikia. Yesu alisema yeye ndiye njia ya kufika kwa Baba. Jesus Kristo ndio yake yue geri ke wa ke jacho ale kisesenka. Hatuna njia mbili, Ejeri mname man. hatuna njia tatu. Ejeri msadam man. Njia ni moja tu, Yeri tikitama. na Yesu ndiye njia. Jesus Kristo ejeri. Mwambie jirani yako, Yesu ndiye njia. Mako kula jo kunige Yesu ejeri ya. Mwambie tena, Yesu ndiye njia. Yesu ejeri kuria mako la Mwambie kwa nguvu, Yesu ndiye njia. Mufako kijia Yesu ejeri kuria. Na njia hiyo ni kwa njia ya maombezi na maombi. Yeri kinale yeri ke waki bibisatra. Na neno la Mungu linasema Eden wagi na teleje. walipoomba, Girikal wabitia. mahali walipokuwa Girikal ana ijaga. pakatingizika, Al girikal ije moton. pakatingizika. Al gira moton. Maombi ina nguvu ya kutingiza misingi ya mapepo. Wag bisan ube farko ki des moti si chok. Garam alblenda al girgaram ye moti si chok ega yo. Maombi ina nguvu ya kutingiza nguvu zote za wachawi na washirikina. Wag bisan egal giri enan no gala secharat. Gala tete to khameta beberka. E at albanalola moti si chok. Hakuna msingi unaweza kustahimili mbele ya mtu ambaye anaomba. Nini ma wag bisan taka ala to khamman. Na kwa hivyo hata sasa tunapowaacha, Ala agrikeika atonyike kenua. enyi watu wa kanisa, Itgir kanisabir wagiatalu. enyi wapenda Mungu wa ile reti, Itgir aluk ile reti wagirala. kuweni waombaji, Anagal wagbisan yede. kuweni watu ambao wanamuitia Mungu usiku na mchana. Gal giri Jesus Kristo barilo churo bakuri abebeta yede. Daudi alisema katika Zaburi 50 Daudi ataleyo warga Zaburi 55. Garne kichana. ya kwamba atamuita Mungu Magira Daudi keye Yesu mtale waga yupe. asubuhi, Buro saa 6 angas le. na hata jioni. Kelga ubatik tale waga yupe. Atamuita Mungu, Tale waga angas nala lule yupe. na anasema ana uhakika Mungu atamsikia. Ala mike yao waga foye mala muye. Ni vizuri hata wewe uwe mtu wa kuomba. Ale kuna Daudi angas lule Daudi yole kuruba wa bebe mu. Biblia inasema hawa mitume walipoomba, Ale warga wana tega gakiri wagari bijala ande wabitia. misingi ikatingizika. Motone. Hata usiku wa leo tunaweza kuomba. Ale chura watigire ke gaijoro wagara ke wabita. Misingi ambayo imekamata watu hapa itingizike. Ye farko ki dio gala tira taka doba motone. Misingi ya mila na desturi potovu, Ye muritat kana deta unyatala amka doba ai motume. kama hiyo mila tumesikia ya kuuza watoto wa miaka 10 wanaolewa na wazee wa miaka 50. Atkana giri les kundo. Ver waramito mana kure kasi chikicho kasi chegeta. Hiyo misingi ya Kinala ine eke biga chure dia wekina. hiyo misingi ya kutoelimisha watoto, Eko atkana atkinalo dia udasa ni kuno belane ni nyamala kutochi kwa. hiyo misingi ya kufanya watoto watumwa wa kazi, Ye gira atkana bel mal alle ni nekato kuri ma chikicho. hiyo misingi ya kutayarisha wasichana, Atkana mal bel
ya uchawi na ushirikina ya watu. Tunaweza kutangaza usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo, misingi hiyo itingizike na ianguke, na ianguke, na ianguke, na ianguke kabisa, ili jina la Yesu liinuliwe juu sana hapa. Tunataka tuone miaka inayokuja wasichana wa hapa wakiwa wakubwa kwenye nchi, wavulana hapa wakiwa ma-MP na magavana na ma-MCA, mavijana hapa wakiwa madaktari. Tunakataa hiyo misingi ya umaskini ya kufinyilia watu hapa. Kwa jina la Yesu, ambia jirani yako tunaikataa hiyo. Mwambie tunaikataa. Tunakataa hiyo misingi. Hey, neko. Nyinyi yana sigiri nyumba fami. Hata ali yata yele afuri eke. Afyo mamai. Wakimeo. Afyo godo ana bana neko ta. O godo ban. Ai chabono ya grikiana waga le kianma. Wadiatia. Umesema aje? Waache kujificha ficha wanaogopa. Hata hiyo misingi ya kujificha ficha na kuogopa tutaikiza leo. Katika jina la Yesu. Amen. Yesu Kristo. Maombi ilipoombwa kwenye hiyo Matendo ya Mitume 4, misingi michafu ilitingizika. Na jambo la pili, Biblia inasema Roho Mtakatifu akatembea wakajazwa tena. Na ni vizuri hata wale wameokoka kutamani ujazo wa Roho Mtakatifu, kuwa na shauku ya kumjua Mungu zaidi. Inasema kama vile ayala aoneavyo shauku vijito vya maji, hivyo ndivyo navyo moyo wangu naonea shauku Mungu. Enyi wa mama ambayo mmeokoka na wazee ambao wameokoka, ni vizuri kutamani kuwa washirika wa nguvu, watu ambao wanapenda hata Mungu na mambo yake yote ya Mungu. Na njia tu ya kudumu katika Mungu ni kuomba Mungu alete ujazo na nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hujaza hata watoto. Roho Mtakatifu hujaza hata wamama. Roho Mtakatifu hujaza hata wazee. Na Biblia inasema mtapokea nguvu wakati Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. Na tunaombi hata usiku wa leo, hata tutakapokuwa sisi tunaondoka kesho, Roho Mtakatifu abaki akiwafanyia kazi. Roho Mtakatifu azidi kuita watu hapa. Roho Mtakatifu azidi kuokoa na kusimamisha kazi ya ile rate katika jina la Yesu. Amen. Yesu Kristo. Na jambo la tatu ambalo lilifanyika baada ya maombi, Biblia inasema wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Tunawaombea neno la Mungu likae ndani yenu kwa wingi,
Tuondoe mila ndani ya mioyo yetu. Tuondoe desturi potovu. Tuondoe makubaliano ambayo si ya kiungu. Tupokee neno la Mungu. Tupokee uwezo wa Mungu wa neno lake. Neno la Bwana litufanyie kazi maishani mwetu. Nyumbani kwetu kujae mazungumzo ya neno la Mungu. Na maeneo haya yabadilishwe kwa nguvu hizo. Zaidi ya mambo yote ni kuomba na kusali katika mambo yote. Na kuamini jina la Yesu Kristo. Maana hakuna wokovu katika jina lingine lolote. Hata akija nabii ama mtu mwingine awaeleze ya kwamba kuna mahali kuna wokovu mwingine, usiamini. Amini tu jina la Yesu Kristo. Yesu mwana wa Mungu. Yesu ambaye alikufa na akafufuka. Na hiyo ndio injili kamili ya hapa katikati. Jina hilo tunaomba liwafanyie kazi. Liwashikilie mpaka siku ya kurudi kwa Yesu. Naomba mahala popote huko usimame tuombe kwa imani moja. Tunataka tuombe sasa. Maana sote tunaweza kuomba. Tunaweza kuomba Roho Mtakatifu atawale maeneo haya. Roho Mtakatifu. Hiyo Roho Mtakatifu afanye kazi. Afanye kazi. Walio mbali sana kama wazee naona huko, naomba mkaribie kidogo. Karibie tu tuombe. Sasa ni kuomba tu. Tunataka tuliitie jina hilo la Yesu pamoja. Jamani, tunasema hata wamama walio mbali wakaribie. Walio nyuma ya taa hii wakaribie tuombe. Walio huko kwa barabara ile wakuje tuombe. Tupate tu nafasi ya kuomba Mungu. Tuliitie jina la Yesu. Tumwambie Bwana misingi ambayo imekamata maeneo haya yakavunjike kwa jina la Yesu. Unajua hata mama ama baba anafurahi wakati anasikia mtoto wake anaongea. Hata Mungu hufurahia sana wakati watoto wake wanaongea. Ninataka mahala popote huko uinue mikono yako. Tuliite jina la Bwana. Kila mmoja wetu anaweza kufungua kinywa chake. Usiku wa leo. Usiku wa leo tunataka tuombe tu. Dakika 5 ama 10. Tuombe ya kwamba mbegu ya neno la Mungu ambalo imepandwa hapa isiharibiwe, ising'olewe. Hata Samaria ilibadilika wakati Roho Mtakatifu alishuka. Mpaka mchawi aliyeitwa Simoni akatamani nguvu za Roho Mtakatifu kwa nia mbaya. Oh, haleluya. Kila mmoja wetu fungua kinywa chako. Tuliitie jina la Yesu. Tuliitie jina. Hawa watoto ambao wameketi siku zote kusikiza neno lako. Hawa mama ambao wamesikiza neno lako.
hawajakata tamaa. Jehova, wacha maji ya neno hili yakalete mabadiliko katika mji huu wa Irereti. Yesu, haujaishindwa. Yesu, haujaishindwa. Yesu, ulishinda kifo. Yesu, ulishinda mauti. Funguo ya uzima unayo. Tunaomba kwa jina lako, achilia uzima mahala hapa. Achilia uzima maeneo haya. Aliweza kurusha mchumvi tu katika chanzo cha maji. Siku ya leo Baba yetu, tuna jina lililo bora kuliko chumvi ya nyakati ya Elisha, na tunaomba kwa jina la Yesu katika chanzo cha watoto hawa, katika chanzo cha Wadasanai, jina la Yesu liingie katika jina la Yesu. Na tunavunja kila ngome za giza, tunavunja mapepo ya angani, tunaharibu kila mikakati iliyowekwa kwenye anga, kila sauti zilizonena kinyume na kabila hii tunaivunja siku ya leo katika jina la Yesu. Bwana, ulisema watu wangu walioitanishwa na jina langu wakiomba na kukiri dhambi zao, uliahidi utaponya nchi yao. Tunaomba Baba yetu, ponya area hii. Iponye, uipe chakula. Iponye, uipe infrastructures. Iponye, uipe rasilimali. Iponye, uipe mvua. Ponya taifa hili Jehova, in the name of Jesus. Na tunaomba Baba yetu, Roho Mtakatifu wa Mungu akae juu ya kanisa hili. Roho Mtakatifu wa Mungu akae juu ya wateule ambao wameokoka, watembee chini ya mbingu iliyofunguka. Ishara na miujiza ziandamane nao. Nguvu za uponyaji ziwe juu yao. Ukaponye nyumba zao, ukaponye familia zao, ukaponye watoto wao, ukaponye nchi yao, in the name of Jesus. Na tunaomba mchipuko mkubwa wa kanisa lenye muondoko wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Kanisa hili halitasimamishika, halitatingizika, litasonga kwa moto wa Roho katika jina la Yesu. Wapendwa hawa watakuamulia wewe na watadumu katika wewe. Kwa kutenga na kuwabariki na kuomba neema ya Roho Mtakatifu iwe juu yao, iwe juu yao. Roho Mtakatifu, tunakuomba kaa juu ya wapendwa hawa, watembelee kwenye nyumba zao, washawishi mambo ya haki kwa utukufu wa jina la Mungu. In Jesus' name. Amen. Amen. Wakil kido. Haya, makofi na shangwe kwa Yesu. Haleluya. Hey! Yesu ameinuliwa, tazame utapona. Yesu ameinuliwa, tazame. Yesu ameinuliwa, tazame utapona. Yesu ameinuliwa,
Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. pale Kalvari ameinuliwa Yesu. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. Yesu ameinuliwa, mtazame. Yesu ameinuliwa, mtazame utapona. pale Kalvari amekwisha. Kalvari yote amekwisha. Pale Kalvari wokovu tunapata. Kalvari yote amekwisha. Pale Kalvari, pale Kalvari, Kalvari yote amekwisha. pale Kalvari, pale Kalvari, Kalvari yote amekwisha. pale Kalvari wokovu tunapata. Kalvari yote amekwisha. Pale Kalvari, pale Kalvari, Kalvari yote amekwisha. pale Kalvari magonjwa tunaponywa. Kalvari yote amekwisha. Pale Kalvari, pale Kalvari, Kalvari yote amekwisha. pale Kalvari, pale Kalvari, Kalvari yote amekwisha. walipomua Yesu walidhani wameshinda, kumbe madhara yake Injili yaenda mbele. Walipomua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Walipomua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Walipomua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Injili yaenda mbele, watoto wataokoka, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Wanaokoka, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Walipomua Yesu walidhani wameshinda, kumbe badala yake Injili yaenda mbele. Iende mbele Injili, iende mbele Injili ya Yesu, iende mbele Injili, iende mbele Injili ya Yesu. Moto moto Injili, moto moto Injili ya Yesu, moto moto Injili, moto moto Injili ya Yesu. Ndio maana tunasema hivi, ndio maana tunasema hivi, ndio maana tunasema hivi, ndio maana tunasema hivi. Inua Yesu, inua, 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 inua Yesu, inua. Rukia Yesu, rukia, 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 rukia Yesu, rukia. Inua Yesu, inua, inua Yesu, inua, inua Yesu, inua. Hela yake Yesu sasa inapendeza. Hela yake Yesu sasa inapendeza. Yesu sasa inapendeza. Hela yake Yesu sasa inapendeza. Hela yake Yesu sasa inapendeza. Wakimeo, alafu kuna nasa chini kada na wakimeo. Amen. Thank you.
Mimi nawaomba wale tuko pale nyuma, tafadhali tutulie na tusikie. Nataka tuwe pamoja. Kwa muda wa wiki hii tangu tulipofika hapa siku ya pili, Mungu amekuwa pamoja na sisi na tuko karibu sana kutamatisha. Kwa sababu tumekaribia mwisho, kuna baraka ya kumaliza vizuri. Kwa hivyo wale tuko nyuma, tafadhali tutulie ama tukaribie kidogo. Tuashe mikutano kidogo kidogo. Ashas ambao tuko pale nyuma, tafadhali. Uponyaji kwa mabarabara yetu. Uponyaji katika kwa mashule na watoto wetu katika jina la Yesu. Tunatangaza uhuru na uponyaji ambayo Yesu peke yake anaweza kuleta, na ndiyo sababu tumekuja hapa kwa niaba ya ufalme wa mbinguni kutangaza ni wakati umefika. Ndiyo sababu tumefika hapa katika jina la Yesu. Muko tayari? Muko tayari? Tunaamini kwamba hapa kutakuwa na maji ya kutosha kwa mifugo yetu, kwa familia yetu katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini kwamba mahospitali itakuwa na madawa kwa jina la Yesu. Tunaamini kwamba wasichana wetu watasoma, waende mpaka form 4, waende university, wapate kazi, wafanye kazi Kenya nzima na dunia nzima kwa jina la Yesu Kristo. Narudia tena, ni wakati wa kuinuliwa. Ni wakati wa kuinuliwa. Ni wakati wa uponyaji. Ni wakati wa kubarikiwa. Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Warume Matendo ya Mitume, kuna kijiji kidogo kinaitwa kijiji ya Samaria. Na mtu wa Mungu peke yake, mtu mmoja anaitwa Filipo, Mungu akamtuma kwenye kile kijiji. Kile kijiji kilikuwa kimesahaulika. Kile kijiji kilikuwa kinashukiwa. Kile kijiji kilikuwa kinatawaliwa na mapepo ya shetani. Kile kijiji kilikuwa na mganga ambaye alikuwa anaitwa Simeoni. Kazi yake ilikuwa kufanya uganga na ushawi. Kile kijiji kilijaa umaskini. Kile kijiji kilikuwa kimegawanyika. Biashara ilikuwa inaharibika. Familia haiwezi kasimama. Kwa sababu Biblia inasema muisi haji ili aipe, auwe na angamize, aharibu. Lakini siku moja mtu wa Mungu anaitwa Filipo akaenda akatembea kwenye kile kijiji. Kama vile wazee na viongozi wa Full Gospel Churches of Kenya wametembea kijiji ya Ireret. Yule pastor, yule mhubiri akahubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni. Akahubiri juu ya jina la Yesu. Munisikize vizuri jamani. Injili inabadilisha familia. Injili inainua wazee. Injili inainua wamama. Injili inainua watoto. Injili inainua kijiji.
hata kijiji ambao kimebaki nyuma, wakikubali injili ya Yesu, wanainuliwa, wanabadilishwa, wanatukuzwa. Injili ya ufalme wa Mungu haina ubaguzi. Watu wa kabila ya Dasanat wakifungua milango, Yesu akaribishwe, anakubali kuja. Mimi nasoma neno la Mungu katika ile Matendo ya Mitume. Wakati Filipo alihubiri injili, watu wakatubu dhambi zao, watu wakabadilika. Sikiza vile Biblia inasema. Inasema kukawa na furaha kuu zaidi. Yani kijiji kilijaa furaha. Kwa sababu wakati tunakaribisha ufalme wa mbinguni, tunatubu dhambi zetu, tunaacha miungu mingine, tunamkubali yule Mungu ambaye ni Mungu mmoja. Tunaruhusu Yesu aingie kwa boma zetu. Tunaruhusu Yesu aingie kwa shule zetu. Siku ya jana wasee wa Ileret walisimama wengi wakasema wanataka kumkaribisha Yesu kwenye kijiji cha Ileret. Asanteni wasee, tuwapigie makofi kwa jina la Yesu Kristo. Na mimi najua hata vijana wetu wa Moran, vijana wetu hata wote wanasema ni wakati wa kumkaribisha Yesu katika kijiji cha Ileret. Katika ile kijiji ya Samaria kulikuwa na furaha kubwa. Hata mganga, hata wale watu ambao ni washawi wakakuja kwa Yesu na wakasema wameokoka, wakaanza kwenda kanisani. Hata kulikuwa mganga mmoja huyo, na yeye huyo Simeon akajaribu kutubu dhambi zake. Ndio sababu wazee tuko hapa kusema hivi, ni wakati wetu wa kumkaribisha Yesu. Na tukimkaribisha Yesu, mambo yetu yote yatabadilika. Kwa jina la Yesu Kristo, kila kitu itabadilika. Na njia ni rahisi. Yesu hakuagi mgumu. Injili ya Yesu haikuagi na magumu. Ya kwanza ni kumkaribisha. Tukimwambia Yesu karibu, karibu Yesu, tunakupenda, tunakuamini na tunakukaribisha. Biblia inasema yoyote atakaliita jina la Yesu ataokolewa. Munisikize wazee na wamama na vijana. Hakuna mtu ambaye Yesu anabagua. Yeyote ajaye kwa Yesu, Yesu anampokea. Kama tu akitubu dhambi zake na kubadilisha maisha yake. Kama ni mzee na ameishi maisha magumu, maisha ya tamaduni pia Yesu. Hakuna mtu ambaye ni mzee sana hawezi akapokea neema ya wokovu. Hakuna mwenye dhambi, hata muuaji Yesu anamponya na anamsamehe. Kile kinahitajika ni kutubu na kusema Yesu nisamehe, nimekuja kwako mimi mwenye dhambi, njoo ndani ya maisha yangu, na Yesu atakuja. Na ukikaribisha Yesu ndani yako, maisha yako yanabadilika. Lakini sikia vizuri. Wakati umemkaribisha,
na kutubu dhambi zako na kusafishwa na damu ya Yesu. Maana hakuna kitu kingine kina uwezo wa kusafisha dhambi za mwanadamu ila ni damu ya Yesu Kristo peke yake. Damu ya Yesu inamfanya mwenye dhambi afanyike mtu ambaye anakubalika mbele ya Mungu. Kwa hivyo siku ya wazee maana wazee ndio rango kuu ambao wakisema Yesu karibu anakubali. Wazee wa Ileret, naomba pale mko msimame tu kwa miguu yenu. Wazee, mimi najua hapa kuna wanyama wengi ambao wanakaribia, lakini wazee wa Ileret wakuje hapa kidogo. Wale wazee wa Ileret, wazee wetu hapa ambao wanasema sisi kama wazee tunakaribisha Yesu. Hata chief wetu wako pale. Karibu. Simtegani, mpatie microphone aseme ni kitu gani yeye alikubali Yesu. Si kweli? Na amebatizwa na ameingia kanisa na amekaribisha Yesu hapa Ileret kwa Wadasanashi. Ako tayari? Aha, nataka wase wawili tu watusaidie. Aha. Bengi iyeka wago yowini uraraka elendela gazite alaka ne bengi iyeka wagalu jejen waga galu diyo menchu dirikhan yu wagdele gi ege wolin che yu gi ege ya gor maga en ya madele wodile maga en inna san waqete yu fere injiri. Anasema Holy Spirit gaimini gai kwa nimekubali Yesu kwa roho yangu ndio sababu nimejipata leo. Kama tupigie Yesu makofi. Mzee amesema yeye Roho Mtakatifu amemsaidia, amebadilika leo. Na maisha yake hata kubatizwa amebatizwa. Nataka wase mwingine. Ako wapi mzee mwingine kwa haraka? Na karibisha Yesu hapa Ileret. Hata si heshima utakaribisha Yesu hapa Ileret. Lakini wale ako wapi mwingine? Haleluya. Jamani, tujibu ndugu yetu anasema haleluya. Na tupigie Yesu makofi. Mzee wetu tuongoze katika kumwambia Yesu akuje hapa Ileret na atawale kabisa. Tunaita Yesu ashuke hapa Ileret. Akoe maisha ya watu wa Ileret. Alamikia Yesu Kristo aladuka leo. Yeye Ileret yigachira. Tunakaribisha sana kwa mioyo ya watu. Sum Yesu Kristo na wizina mbele kata ikahado bonte. Na tunakaribisha Yesu kwa nchi ya Dasanat. Yesu Kristo leta sana dalu wakata yako hado bonte. Hata kwa wachungaji wetu. Gal kuna anyeto bakata. Hata kwa wavuvi wetu. Gal kuna wana bakata. Kwa familia yetu. Amen. Kwa watoto wetu. Amen. Amen. Kwa mashule. Amen. Kwa wazee. Amen. Kwa kina mama. Amen. Kwa kila mtu. Amen. Ingia ndani yetu. Amen. Tuokoe. Amen. Tuponye. Amen. Hata kwa wagonjwa. Amen. Tuponye. Samehe makosa yetu. Tumpigie ndugu yetu mzee wetu makofi. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele. Mimi nataka bishop wetu wako wapi? Bishop Daniel na wabishop kadhaa. Hawa wazee wataondoka hapo kidogo tu. Twende pale wazee. Tutaomba pamoja na nyinyi pale. Tunaendelea. Bishop Daniel, hawa wazee wako hapo. Ni wakati wa kubadilisha Ileret miaka yote kwa jina la Yesu. From today, just pray together with them. Our bishop, let them go behind there. Vijana baru. Wale vijana wengine nilikuwa naongea nao hapa, tafadhali. Hata vijana wanamkaribisha Yesu hapa Ileret. Na sote tusimame kwa sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Sote tusimame kwa miguu yetu. Simama kwa miguu. Tusimame kwa miguu yetu. Ninawakaribisha vijana wetu wale wapuzi hapa mbele. Nataka leo
Nao vijana waseme tunakaribisha Yesu Dasanash. Makofi kwa jina la Yesu. Internet inabadilika kwa jina la Yesu. Na tukaribia hapa kwa sababu ya wale wadudu. Hii ni wakati wa vijana baru. Watoto ni baadaye, watoto tutaombea baadaye. Lakini kwa kama wewe ni kijana na umebaki njoo hapa mbele. Na ninaomba bishop kadhaa wakuje hapa wengine. Wale bishop wetu wengine wakuje hapa mbele. Tusimame na vijana yetu katika jina la Yesu. Vijana tuko na ujumbe kwenu. Nyinyi mna nguvu. Na mko na nguvu ya kubadilisha nchi yenu ya Ireret. Lakini ili ifanyike, Mungu anawapenda. Tumeleta habari njema kwamba Yesu anawapenda. Nyinyi ndio nguvu ya Ireret. Yesu anataka kutumia nguvu yenu ili Ireret ifanyike mahali mpya kabisa. Tunakemea maisha ya pombe katika jina la Yesu. Maisha ya ulevi haiwezi kainua wewe. Maisha ya dhambi haiwezi kuinua wewe. Lakini ndani ya Yesu kuna raha. Ndani ya Yesu kuna uwezo. Nataka tukubali pamoja Ireret ibadilishwe kwa neema ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Vijana mko tayari? Mko tayari? Haya, yule ninajua nini lilifanyika kwa maisha yako. Patia akrodia na umkaribishe Yesu. Useme nini lilifanyika kwa maisha yako na ukaribishe Yesu ndani ya Ireret. Na vijana wawili watatu moja kwa moja. Karibu sana kwa jina la Yesu. Anasema nimefurahi sana leo. Anasema hajawahi kuona harusi hapa Ileret. Ndio first time yake kuona harusi hapa Ileret. Areti hana kalgirfore bagalo ndafie dagrisugula hata hajira kai gachi dagali yatagernia mede. Mpaka mmetuita kwa pande ya shule tutawasaidia tukafurahi sana. Wagmeleke meyo. Tumpigie makofi. Nini Claudia, nini lifanyika kwa moyo wako? Nilikuwa nimesema leo tumeitwa, tumeambiwa kwa upande ya shule tutasaidiwa, tumefurahi sana. Na sisi kama vijana wa Ileret leo pia tumefurahi juu hatujaona harusi mbeleni. Umeona harusi ya kwanza leo? Wakati wangetaka harusi ya Kikristo hapa ingine. Wapi pasi? Wakati wangetaka harusi ya Kikristo ingine. Wote mngetaka? Mko tayari? Si ni kweli? Kumpatia Yesu nafasi. Ile ilifanyika leo ni mwanzo peke yake. Aha. Kwa hivyo sisi tutawaombea katika jina la Yesu Kristo. Lakini kabla hapo tuulize, hapa kuna mwingine pengine hajai kuokoka. Kijana ambaye hujawahi kumpata Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Hujawahi kutubu dhambi na ungetaka Yesu aingie ndani yako. Na sio mchezo, ili ya kuokoka kweli kabisa. Kuna mmoja alibatizwa hapa leo? Kuna yeye amebatizwa kijana? Aha, iko moja. Karibu, njoo hapa utuambie nini ilifanyika kijana yangu. Njoo, mpatie microphone. Nini ilifanyika leo siku ya leo? Sema majina yako na nini imefanyika. Sote tusikize. Joseph. Karibu. Joseph. Anaitwa anasema jina langu ni Joseph. Nini arhoblia nyanyi atende de hogo gasen. Anasema mbeleni hata tulikuwa tunafuata njia. Nyanyi ekemeche hazambi wa nyanyi ekemeche. Tumetenda tama dhambi. Nyanyi ulchegesa. Tulikuwa tunauana. Ekina kana wa kulichara take midabulu legal kurugal je midabulu legal wa ki midan siche kuna getanya mede. Amesema ile kitu ambayo tulikuwa tunatenda mbeleni tumeachana nayo na tumeokoka, tumefuata njia ya Yesu. Tupigie Yesu makofi jamani. Wow, kijana yetu, tumpigie huyu kijana shujaa wa Yesu. Ni nani mwingine hapa? Kuna mwingine? Njoo hapa. Mpatie huyu.
Toa shuhuda yako. Nini? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waje mwana. Sila ngoto. Wakina inasifia. Kuli chala yule shubasane arus orgayal le shubase yaga argaro. Amesema huwa vile naendanga huko naonanga harusi huko Kenya. Na Kenya kama Ethiopia huko Kenya na hiyo pia pande Ethiopia. Ile kuli kiri erkom kidasane chela ekeka. Anasema hii ndo mara ya kwanza wadasane niona hii harusi. Asante dak kal gire ala kayme ite bolasicha. Ebolgan. Toja gali bolasia. Anasema mmewasha light. Sasa wadasa msizime hiyo toja wadasa na tusizime hiyo nuru. Amen. Sisemi hii torch. Ni nuru ya Mungu. Anasema si hii torch, ni nuru yangu. Tumpigie Yesu makofi. Asante. Asante. Kwa hivyo sisi tunaombea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Mungu ainue maisha yenu. Muko na marafiki ambao wanawapenda. Nyinyi ni wa Kenya. Yesu anawapenda. Na mutaenda bari. Tumtii Yesu. Tuende kwa kanisa katika jina la Yesu. Wale ambao wako kwa shule tuweke bidii kwa masomo. Na tukasema kama mtu anapata hiyo C+, hakuna mtu atapotelea hapa. Hata wale walikuwa wameacha shule kwa sababu ya school fees, hatutaki kusikia hata mmoja ameacha shule kwa sababu ya school fees. Kwa jina la Yesu, akaacha college na alikuwa amepita. Kwa jina la Yesu isifanyike hapa kwetu Ileret. Ma C+ arge ama kola isere tageti wolkhane de ega ijoka ekinele kun ema mizana yana kidizo. Lakini sasa niulize vijana, kuna wengine kidogo hapa bado hujapokea Yesu. Ebaki kioleza karuero ba alaga ije. Na ungetaka Yesu aingie ndani ya maisha yako. Yesu wazini ega. Unaweza nionyesha na mkono? Ebu kiluria bar. Kama ungetaka naona hiyo mkono ya santi mwingine. Usiogope. Kama unataka Yesu akuokoe nionyeshe kwa mkono. Unataka asante hapo kijana? Haya asante. Inua usiogope. Hapana ogopa. Nionyeshe ni yetu. Mko tayari kutumia nguvu yenu kumtumikia Mungu na sio shetani? Tuko tayari kuasha mira ambayo haimpendezi Mungu. Ni kweli? Si ni kweli? Kama ile kijiji tumesoma hapa, Biblia inasema kijiji ya Samaria ikatubu dhambi, ikapokea ufalme wa Mungu na kukawa na furaha. Nataka tuwaombee kwa jina la Yesu. Mko tayari? Atana bime miwe town la lesgi Samaria te. Town kina arqabla galle dangwa gedmo galle nyatalamele igiri. Kwa jina la Yesu Kristo. Okay, nataka tuwaombee kwa sasa. Baba Mungu, kwa jina la Yesu. Akinyo katika jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu ya vijana wetu wa Ileret. Hawa vijana ni baraka ya nchi yetu ya Kenya. Hawa vijana umewainua na umewabariki. Na siku ya leo tuna wengi ambao wako tayari kuasha maisha ya dhambi na kumkubali Yesu aingie ndani. Yesu Kristo, jina lako liko zaidi ya majina ingine yote. Una uwezo wa kubomoa ngome ya shetani. Una uwezo wa kuleta nuru pale kuna giza. Naombea vijana wetu kwa jina la Yesu. Vijana, nataka tuombe haya maombi kwa kirendi, kwa kidasanash. Wale wanaokoka, wale wanataka Yesu anse aingie ndani ya moyo yao. Mkono juu tena na uombe baada ya huyu ndugu yangu. Just lift up your hand. Inua mkono yako tena. Wale anataka kuokoka. Yule kabisa anataka kuokoka. Na si mchezo. Maisha yangu inabadilika kutoka leo. In the name of Jesus. Okay. Sema ewe Yesu. Ewe Yesu. Ewe Yesu. Nakuja mbele yako. Nakuja mbele yako. Unisamehe. Unisamehe. Mimi mwenye dhambi. Mimi mwenye dhambi.
nimekukosea. Nimekukosea. Nimesaliwa mwenye dhambi. Nimezaliwa mwenye dhambi. Nimeishi maisha ya dhambi. Nimeishi maisha ya dhambi. Lakini siku ya leo. Nisamehe. Nifanye kiumbe kipya. Ninamkana shetani. Na mambo yake yote. Natoa maisha yangu. Kwa Yesu Kristo. Ewe Yesu. Ingia ndani yangu. Kutoka leo. Ninajitoa. Kwenye nguvu ya shetani. Maagano na shetani. Mimi naingia maagano moja. Agano ya Abrahamu. Ambayo imewekwa nguvu na damu ya Yesu. Nimeokoka. Mimi ni mwana wa Mungu. Jina yangu iko kwenye kitabu ya uzima. Kutoka leo. Mimi ni kiumbe kipya. Kwa jina la Yesu. Amen. Kama ni kweli, tupigie Yesu makofi jamani. Tupigie Yesu makofi. Na natangaza wale ambao wameokoka, hata kesho hapa tutakuwa na ibada nzuri sana. Kesho bishop wetu yule mkuu ambaye tunaita regional overseer atakuwa anaongoza hapa, na tutakuwa na mambo mazuri kutoka asubuhi na mapema. Ni kweli bishop? Kabisa. Vijana wetu Mungu awapatie nguvu. Lakini kwa sasa nataka tutembee hapa kidogo. Bishop anaongea na nyinyi nikiombea wamama. Tufuate. Na hata wamama wameombewa na wamebarikiwa. Vijana pamoja na watoto pia wamebarikiwa. Na hiyo baraka itaenenda pamoja nanyi hata katika manyata zenu. Na hiyo baraka itawafuata pia katika kazi ya mikono yenu. Kwa hivyo tunataka tukutane kesho asubuhi saa 3 tuwe hapa. Na ili pia tupate baraka ya mwisho, kwa sababu kesho tutaondoka. God bless you. God bless you. Na kwa hivyo sasa nataka tupate nafasi ya kutulia. Mahali ambapo uko utulie. Uko na kiongozi wetu ambao ni regional bishop wetu. Ili apate kunena neno la baraka. Leo ikiwa ni usiku wa mwisho katika crusade yetu. Atanena maneno ya baraka ukiondoka. Baadaye kesho tutakutana hapa asubuhi. Na watoto wakuje, kwa sababu tutabariki watoto. Na tutakuwa pia pamoja na Holy Communion, tutakula pamoja meza ya Bwana. Tusimame tukaribisha walinjo na basi yako makofi. Karibu sana. Kigildo. Wakimeo. Amen. Nataka kusema ya kwamba Mungu ndiye aliweka mipaka mahali watu watakaa. Na Mungu anapenda watu wa mataifa yote na makabila yote. Kwa hivyo huyu Mungu ambaye anapenda watu wa Mount Kenya, huyo Mungu ambaye anapenda wa Marekani, ndiye anapenda watu wa Elite. Vile anaponya watu wa Amerika, anaponya na hata watu wa Irene. Vile anafikiria watu wale wengine vizuri, anawafikiria vizuri. Maana katika Yohana 3:16 alisema ya kwamba Yohana ameandika kwamba tazama jinsi kwa kama vile Mungu alivyoupenda ulimwengu, alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee
aliga khaye akutoa mwana wake kwa watu speciali. Mie makina aliga khaye alitoa mwana wake kwa wale watu aliumba kwa mfano wake. Inala makina mi aliga khaye agrigala grimi inumleta gani kama. Na niwaulize maana nataka tuombe. Aliga aina yuya taki. Watu wa Ileret. Kali Ileret. Tumeumbwa na mfano wa Mungu. Moni yalmetie wajeta tigida. Wewe mama umeumbwa na mfano wa Mungu. Kuni kuba yela yalmetie. Huyo Mungu ambaye amekuumba kwa mfano wake. Wakana kwa yalmet kutagani yeye tutaomba wabariki. Inale kerogon magaluguno. Yeye tutaomba walinde. Inale nka kerogon magadedena. Na ndiye tutaomba watajirishe. Inale kerogon magaluguno na kikamura argira. Na kwa sababu nina rafiki yangu ambaye pia ni RO wa Western. Ale chale chuba tigide mi RO ba Gilmes Western ate. Bishop Odinga. Nataka tusimame zote. Lulkulo kile gaki. Tukiinua mikono yetu juu kwa Mungu. Lulkulo kile gaki. Mtumishi wa Mungu apate kuwabariki. Ale ma wa yetaraka luguno anha. Pia nami nikisema mubarikiwe. Ale iti yubaki wagidugu na katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu nena baraka kwa watu hawa. Ale kisha basi. Kiwa bisa. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu, Yesu Kristo, twaliinua jina lako kwa yote ambao umetenda katika eneo hili la Ileret. Asante kwa wokovu, asante kwa uponyaji, asante kwa ukombozi. Hii yote ni kwa ajili ya utukufu wako Bwana. Leo hii tunapotamatisha mikutano ambayo tumekuwa nayo mahali hapa, tunaomba ya kwamba mkono wako utakuwa juu ya Ileret, kuinua na kuibadilisha. Leta mambo mapya kwa mahali hapa. Asante kwa sababu utaleta mvua, utaleta vituo vya matibabu, utaleta shule mingi, na watu hawa Bwana watabarikiwa. Tunakushukuru kwa sababu ya kanisa lako, ya kwamba utalihudumisha. Vile neno lako linasema ya kwamba unalijenga kanisa, na malango ya kuzimu hayatalishinda kamwe. Wote ambao umeokoa utawahudumisha na kuwapatia ujasiri wa kushuhudia Yesu Bwana. Asante kwa sababu Mungu umetusikia. Tunawafunika watoto kwa damu ya Yesu. Vijana tunawafunika kwa damu ya Yesu. Wamama tunawafunika kwa damu ya Yesu. Wazee tunawafunika kwa damu ya Yesu. Kwamba Mungu utawahifadhi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu wa amani awabariki na walinde. Mpaka tuonane kesho. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Thank you. Amen.